Jambo la kwanza ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans umeliandikia bodi ya ligi tukihitaji ufafanuzi ni kuhusu adhabu ya mchezaji Selemani Mwalimu. Mchezaji huyu kwa mujibu wa kamati ya saa 72 taarifa yake ambayo imetokwa, mchezaji huyu amefungiwa mechi 3. Mchezaji huyu amefungiwa mechi 3. Lakini sote sisi ni mashahidi, msimu huu wako wachezaji 5 ambao wamefanya makosa yanayofanana na mchezaji Selemani Mwalimu. Lakini wachezaji hawa 5 akiwemo Ibrahim Baka wa klabu ya Young Africans, akiwemo Vitalis Mayanga wa klabu ya Mbeya City, akiwemo Alassane Kante wa klabu ya Simba, Jonathan Soa wa klabu ya Simba na Khalid Aucho wa klabu ya Singida Black Stars. Wachezaji hawa 5 wamefanya makosa yanayofanana na mchezaji huyu Selemani Mwalimu. Lakini tumeona kamati ya saa 72 ikihukumu kwa kanuni tofauti juu ya adhabu za matukio yao. Tumeiandikia bodi ya ligi tukitaka kupata ufafanuzi wa kina na umma ukafahamishwa kwa kina kuna upekee gani wa tukio la Selemani Mwalimu lililopelekea kamati ya saa 72 kuchimbua kanuni nyingine tofauti na kanuni ambayo imeshahukumu wachezaji 5 msimu huu. Wachezaji hawa walifungiwa mechi 5 na nyinyi wote ni mashahidi. Lakini mmoja amefungiwa mechi 3. Klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi ya ligi tukitaka kupata ufafanuzi juu ya jambo hilo. Jambo la pili ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi ya ligi. Jambo la pili, kamati ya saa 72 kama ambavyo kanuni zinatueleza, kwenye tukio la mchezaji Selemani Mwalimu, kamati hii imechukua muda mrefu kuja kutoa hukumu tofauti na wachezaji wengine au matukio mengine ya msimu huu kwenye ligi. Yakitokea matukio kwa mujibu wa taratibu, kamati hii ya usimamizi na uendeshaji wa ligi maarufu ikapewa jina la kamati ya saa 72 kwa kuzingatia saa ambazo watakutana baada ya mchezo fulani kumalizika na kuwa na matukio ya kujadili. Lakini kwa mchezaji Selemani Mwalimu, mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji, kamati hii ya usimamizi na uendeshaji ya ligi imetumia muda mrefu kuketi kujadili mechi hiyo. Klabu ya Young Africans tumetaka tupate ufafanuzi. Nini kilichelewesha kamati ya usimamizi na uendeshaji ya ligi kushindwa kuihukumu mechi ya Dodoma Jiji na Simba kwa muda ambao kanuni inatuelekeza? Ikapita muda mrefu ndio wakaketi na kuja kuijadili jambo hilo. Hilo ni jambo la pili ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans tumeliandika kwa bodi ya ligi tukihitaji kupata ufafanuzi wake. Jambo la tatu, kwenye taarifa ambayo tumeisoma, taarifa ambayo imetolewa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi yetu, kwenye mchezo kati ya Simba na Yanga, of course mchezo kati ya Yanga na Simba, kwenye mchezo kati ya Yanga na Simba uliofanyika New Amani Complex, kamati imeeleza waamuzi wasaidizi namba 1 na namba 2 wamekutwa na hatia kwa kushindwa kutafsiri sheria namba 11, sheria ya offside. Sheria namba 11, mwamuzi namba 1 na mwamuzi msaidizi namba 2. Kamati imeketi kuutazama mchezo wa Yanga na Simba na ikabaini waamuzi hao wasaidizi namba 1 na namba 2 walishindwa kuitafsiri vizuri sheria namba 11. Klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi kuuliza jambo moja.
kama waamuzi hawa wasaidizi namba 1 na namba 2 wote wamekutwa na hatia kwa kosa moja la kushindwa kutafsiri sheria namba 11, na taarifa ya kamati imeeleza waamuzi hao wamehukumiwa kwa kanuni inayofanana, kanuni ya 42.1.18. Je, imekuwaje mmoja afungiwe miezi 6 mwingine afungiwe miezi 3? Klabu ya Young Africans tunataka tupate ufafanuzi wa kina. Kosa ni moja. Kamati imejiridhisha kwamba waamuzi wasaidizi namba 1 na namba 2 wote wameshindwa kuitafsiri sheria namba 11. Sheria hiyo ni sheria ya offside. Lakini adhabu imekuja, mmoja akafungiwa miezi 6, mmoja akafungiwa miezi 3. Tunataka tupate ufafanuzi wa kina. Je, huku ambako limesemekana kuwa goli, kamati ya saa 72 yenyewe ilijiridhisha kwamba Dube asingefunga? Kama huyu kamati iliketi ikasema goli lilishaingia, je, kamati ilijiridhisha ikaiona kesho kwamba Prince Dube asingefunga lile goli? Tunataka tujue sayansi iliyochakata hili jambo ili kuweka usawa, haki katika mchezo wetu wa mpira wa miguu. Ili kupata uhaki na usawa, klabu ya Young Africans tunataka tupate ufafanuzi wa kina, na tumeshaandika tayari kwa bodi ya ligi. Hapa kwenye adhabu, kama waamuzi wote walibainika wamefeli kwenye kuitafsiri sheria namba 11 ya mchezo wa mpira wa miguu, iweje leo mmoja